Wazee ni kivuli cha jamii. Chini ya uvuli wao ndipo vizazi hukua, hujifunza na kupata mwelekeo wa maisha. Ni wao waliobeba jua na mvua kwa ajili ya kesho yetu, wakavumilia dhiki na raha ili leo tuweze kusimama kifua mbele. Kama walivyosema wahenga, asiyesamini alikotoka hupoteza pa kuelekea. Ndani ya wazee kuna hazina ya hekima, historia na maadili ambayo hayaandikwi vitabuni bali huishi katika matendo na kauli zao. Katika maisha ya kila siku, wazee hubaki kuwa darasa lililofungwa. Kauli zao ni dira na ushauri wao ni taa imurikayo gizani. Ni wale waliopita njia tunazozipita leo, wakatuonya, wakatuelekeza na mara nyingi wakinyamaza kwa hekima pale tunapodhani tunajua zaidi. Hata hivyo, katika ulimwengu wa sasa uliojaa pirikapirika na mbio zisizo na pumziko, ambapo wazee wengi hujikuta wamesahaulika pembezoni mwa jamii, wengine hukosa huduma muhimu na wengine hukosa hata faraja ya kusikilizwa. Hapa ndipo dhamira ya ubinadamu inapopimwa, maana mtu ni watu na jamii isiyowajali wazee wake hupoteza mizizi yake wenyewe. Ni katika muktadha huo simulizi ya Sebleni inachukua nafasi yake. Katika nyumba ya makazi ya wazee Sebleni, kimya cha heshima kilitanda, kikikatizwa na sauti za hatua za wageni waliokuwa wakikaribia. Hawakuwa wageni wa kawaida, walikuwa wamebeba matumaini. Kutoka Orbit Microfinance waliwasili wakiwa na msaada wa mahitaji ya vitu mbalimbali kwa ajili ya wazee hao. Lakini zaidi ya mizigo walileta ujumbe mzito wa upendo na kuthamini utu. Walipoingia ndani, sura za wazee zilichanua kama maua yaliyopata mvua ya kwanza. Kulikuwa na ukimya wa shukrani uliozungumza zaidi ya maneno. Kilichotufanya tukaja leo kwa wazee wetu hapa Amani Barazani kwa maana ya Sebleni, kwanza kurudisha kwa jamii. Taasisi yetu imekuwa ina mwendelezo wa kurudisha kwa jamii katika makundi mbalimbali. Na miongoni mwa sababu zilizotufanya tukaja hapa leo tumeona tuje tuwaone wazee. Tunaamini kwamba wazee wametoa mchango mkubwa katika taifa hili na sisi tupo kwa ajili ya wazee na ni wazee watarajiwa baadaye. Kwa hiyo hatuna budi kuja kuwaona wazee na kurudisha kwa jamii. Hilo ndio lengo kubwa. Kwanza, taasisi zote zinazo jukumu la kurudisha kwa jamii. Kama unafanya kazi na jamii, lazima waweze kuona matunda ambayo yanakuwa yanapatikana. Kile kidogo ambacho kinachokuwa kinapatikana tuweze kugawa kwa jamii au kurudisha katika makundi mbalimbali ambayo yapo katika jamii, kwa sababu wote sisi tunahudumia jamii. Na makundi haya yapo kwa sababu yanapitia changamoto mbalimbali. Tunao wazee, watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Popote taasisi yote ambayo inahisi inaweza ikaguswa na ikatoa msaada, inaweza ikatoa pia kama sisi tulivyotoa kupitia wazee hawa hapa Barazani. Mkurugenzi wa makazi hayo alisimama na kueleza kwa sauti yenye utulivu, tunawapongeza sana Orbit Microfinance kwa moyo wao wa kujali. Hii ni ishara kuwa bado kuna watu wanatambua thamani ya wazee katika jamii. Tunatoa wito kwa wengine kuiga mfano kama huu. Wao wamejitolea kuja kusaidia wazee wetu, kuwapa vifaa vya usafi. Wazee wanafarajika. Hali kadhalika na serikali inajua kabisa kwamba wako baadhi ya wawekezaji ni wazalendo na wana imani na serikali yao. Tunawashukuru sana, na hii isiwe mwanzo na wala isiwe mwisho. Waendelee kutupa zaidi na zaidi kuwapatia wazee wetu. Vifaa hivi vitatumika, maana serikali ina matumizi yake, sio? Lakini inapokuja vitu kama hivi, tafsiri yake nini? Matumizi ya hapa yanasitishwa, yanapelekwa sehemu nyingine, sababu ina vipaumbele. Kwa hiyo tunashukuru sana na hatuna cha kuambia. Neno jepesi kwetu sisi kwa wao ni asante sana. Vijana tunatakiwa tuwajali, tuwathamini na tuwaenzi wazee. Kwa sababu gani? Kwa sababu wala usifikiria wazee wamezaliwa wakawa wazee. Mwanzo walikuwa watoto, vijana wakapanda zaidi na sasa hivi ni wazee. Na sisi tutafikia huko. Kadri tutakavyowatunza, kuwalea, kuwathamini, hivyo hivyo tunavyopanda mbegu nzuri na sisi watoto wetu na vizazi vya baadaye kuja kutujali, kutupenda na kututhamini pia. Katika tukio hili haikuwa tu utoaji wa msaada, bali ilikuwa ni kurejesha heshima, kuamsha matumaini na kujenga daraja kati ya vizazi. Ni ukumbusho kuwa maendeleo ya kweli hayapimwi kwa majengo marefu au fedha nyingi, bali kwa namna jamii inavyowajali walio dhaifu miongoni mwao. Tunashukuru kutokana na msaada ambao tumeupokea. Kusema la haki, yani vifaa tulivyopokea ni vifaa ambavyo tunavitumia kwa kila siku.
katika shughuli zetu za usafi. Kwa hiyo zimetupa hamasa kwa vile ni vifaa ambavyo vinakuwa vinatumika kila leo. Na tunashukuru sana sana sana, na tunaomba wafadhili wengine, kwa vile sisi hapa tunahudumia wazee na unajua mambo ya kuhudumia wazee. Kwa hiyo tunawapa nini na watu wengine kama watakuwa na moyo wa kusaidia, basi pia tunapokea michango, tunawakaribisha. Ni wazi kuwa tunapokimbizana na maisha, tusisahau kusimama na kuwatizama wazee wetu, kuwasikiliza, kuwasaidia na kuwathamini, kwa sababu ndani yao kuna historia yetu, na kupitia wao ndipo kesho yetu hupata mwelekeo. Na kama wahenga walivyosema, heshima si utumwa, ni wajibu, ni utu na ni maisha. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma. Hariri picha Abdullahi Abdallah Top.